Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Tunaendelea kukufahamisha yanayojiri duniani, lakini moja kati ya yale tuliyokuwa nayo ni pamoja na Marekani kuanza kutumia vituo vya Uingereza kwa ajili ya kuifanyia mashambulizi Iran kufuatia idhini ya waziri mkuu mpya Benham, ripoti zinaeleza. Uamuzi huo unafuatia sera kama hiyo iliyoanzishwa na mtangulizi wa Benham, Keir Starmer, unafuzu juu ya kuhakikisha mashambulizi ya Marekani yanatokea nchini Uingereza yanatokea katika kambi za Uingereza kama sehemu ya kujihami badala ya vita vilivyo hai, ili inaripoti Bloomberg. Waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Benham aliyeapishwa hivi karibuni aliidhinisha matumizi ya vituo vya Uingereza kwa mashambulizi ya Marekani chini dhidi ya Iran, Bloomberg imeripoti siku ya jana Jumanne. Uamuzi huo ambao unafuata sera kama hiyo iliyoanzishwa na mtangulizi wake Benham, Keir Starmer, unatumiza mashambulizi kama hayo ya kujihami. Ripoti pia zinataja kuwa kulingana na vyanzo, Starmer aliongoza mkutano na mawaziri wakuu na maafisa mnamo Ijumaa kujadili sera ya Uingereza kuelekea katika vita. Kuna taarifa rasmi iliyotolewa na ofisi ya Benham kuhusu uamuzi huo. Haya yanajiri huku vita na Iran vikizidi kupamba moto, huku Rais Donald Trump wa Marekani akionya Jumanne kwamba eneo la nyuklia la Iran katika mlima wa Pickex linaweza kuwa shabaha ikiwa azimio la kidiplomasia halitafanikiwa. Hata hivyo, Iran imezidi kutoa maonyo kwa nchi za watu wa Magharibi kwamba zisithubutu kushirikiana na Marekani katika kufanya mashambulizi dhidi yake. Miongoni mwa kambi ambazo huenda zitatumika ni kambi za Uingereza, lakini pia Iran ikionya kwamba huenda itafanya mashambulizi mazito dhidi yao. Iran iliyaonya mataifa Magharibi kwamba yatakumbana na hali ngumu, kwanza ya kukosa mafuta kwa sababu ya kufungwa kwa lango la bahari la Hormuz, lakini pia kulengwa moja kwa moja. Ikumbukwe kutoka Uingereza hadi nchini Iran ni zaidi ya kilomita 4,000 na inadaiwa kwamba Iran ina makombora yenye uwezo wa kuifikia Uingereza na baadhi ya mataifa ya Ulaya. Hata hivyo, Iran imeonya kwamba itaanzisha mapambano makali ambayo hajawahi kushuhudiwa katika siku za hivi karibuni tangu kuanza kwa vita kati ya Marekani na Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili ujue nini kinachojiri katika ulimwengu.